Vyuo vyote nchini Tanzania ni vyuo bora as long kama kinatambulika na TCU. Lakini kwangu binafsi nitakutajia orodha yangu ambayo mimi binafsi naiona ni vyuo bora nchini Tanzania, top 10 best universities in Tanzania. Namba 10 ni Catholic University of Health and Allied Science. Kwa nini nasema hivyo? Kwa mambo ya afya, Catholic University of Health and Allied Science ni miongoni mwa vyuo bora nchini Tanzania. Lakini faida ya kusoma KUHAS ni mazingira mazuri ya practical kupitia Bugando Hospital. Chuo namba 9 ni Open University of Tanzania. Kwa nini hichi chuo nimekiweka ni miongoni mwa vyuo bora nchini Tanzania? Namba 1, hichi chuo ni maarufu kwa distance learning na flexible education. Yaani unaweza kusoma hata kama umebanwa kikazi, hata kama una mambo mengi. Hichi chuo kina kitu kinaitwa flexible education. Lakini ada zake ni nafuu. Hivyo basi Open University ni miongoni mwa vyuo bora nchini Tanzania. Chuo namba 8 ni Mbeya University of Science and Technology. Hichi chuo ni kizuri sana kwa watu wanaopenda mambo ya teknolojia, mambo ya engineering. Lakini ada za serikali ni nafuu. Lakini hichi chuo kina fursa nzuri kwa technical careers. Lakini tambua kuwa hichi chuo kina connection na viwanda kupitia partnership mbalimbali. Kwa hiyo hichi chuo cha Mbeya University of Science and Technology ni miongoni mwa vyuo bora nchini Tanzania. Chuo namba 7 ni Nelson Mandela African Institution of Science and Technology. Hichi chuo ni kizuri sana kwenye mambo ya sayansi, mambo ya innovation na mambo ya teknolojia. Hichi chuo kina collaboration za kimataifa, lakini kina mazingira ya kisasa ya sayansi na teknolojia. Kwa hiyo kwa mtu ambaye yuko passionate na mambo ya sayansi, mambo ya innovation, mambo ya teknolojia, Nelson Mandela African Institution of Science and Technology ni chuo sahihi kwake kijana aende. Chuo namba 6 ni Ardhi University. Sasa kwa mambo ya architecture, mambo ya land management pamoja na mengineyo, hichi chuo kimespecialize kwenye mambo ya land, mambo ya mipango miji na mengineyo. Sasa faida ya kusoma ardhi ni nini? Moja ya faida ni wanafunzi wanapata exposure ya project. Ardhi University inafaa kwa nani? Kwa watu wanaopenda mambo ya architecture, mambo ya design na mambo mengineyo. Kwa hiyo Ardhi ni miongoni mwa vyuo bora nchini Tanzania. Chuo namba 5 ni Mzumbe University. Kwa nini Mzumbe University? Namba 1, ukiwa na degree kutoka Mzumbe University, degree ya Mzumbe University ni miongoni mwa degree zinazoheshimika nchini Tanzania. Lakini chuo cha Mzumbe ni miongoni mwa vyuo maarufu na vinavyojulikana. Kwa hiyo ukisoma Mzumbe University unapata fursa ya kukutana na watu mbalimbali kutoka nchini Tanzania na nje ya Tanzania. Kwa hiyo unajenga network yako
pamoja na kupata exposure ya watu mbalimbali, kukutana na watu mbalimbali. Hivyo basi unakuza network yako. Chuo namba 4 ni University of Dodoma, au kwa kifupi unaweza ukakiita UDOM. Chuo hichi ni miongoni mwa vyuo vikubwa nchini Tanzania, sio tu Tanzania, hata Afrika Mashariki. UDOM ni miongoni mwa vyuo vikubwa Afrika Mashariki. Lakini chuo hichi cha UDOM kina kozi nyingi na kina wanafunzi wengi. Kuna msemo unasema penye wengi kuna mengi. Kwa hiyo ukisoma UDOM unapata fursa ya kukutana na watu mbalimbali. Lakini UDOM ni miongoni mwa vyuo vikubwa hapa Afrika Mashariki. UDOM ukisoma una fursa ya kupata exposure ya watu kutoka Tanzania nzima na nje ya Tanzania. Lakini degree yake ya UDOM inatambulika na inaheshimika sana. Kwa hiyo hata kama ukikutana na mtu yuko Finland ukajitambulisha umetoka University of Dodoma, ni rahisi bwana kukutambua umetoka chuo gani bwana. Chuo namba 3 ni Sokoine University of Agriculture. Hichi chuo ni maarufu sana kwa kilimo nchini Tanzania. Lakini tambua kuwa hichi chuo cha SUA kina mchango mkubwa sana kwenye maendeleo ya sekta ya kilimo nchini Tanzania. Lakini degree yake inaheshimika sio Tanzania pekee, hata Afrika Mashariki kwa ujumla. Ukiwa na degree kutoka SUA inatambulika mno. Kwa hiyo hata ukikutana na mtu kutokea Botswana ukajieleza nimetoka SUA au mimi ni graduate kutoka SUA, ni rahisi kukujua au kukunotice. Chuo namba 2 ni Muhimbili University of Health and Allied Science. Hichi chuo ni kizuri kwa mambo ya afya kwa ujumla. Faida ya kusoma Muhimbili ni nini? Nitataja faida baadhi. Namba 1, mwanafunzi anapata exposure. Namba 2, tambua kuwa MUHAS kina collaboration au kina ushirikiano na vyuo vya nje, mfano Harvard na taasisi nyingine za afya duniani. Hichi chuo ni kizuri kwa mtu anayetaka karia ya mambo ya afya. Na chuo namba 1 ni University of Dar es Salaam, au kwa kifupi unaweza ukasema UDSM au UDSM. Namba 1, kwa nini nasema UDSM ni miongoni mwa vyuo bora sio tu Tanzania, hata kwa Afrika kwa ujumla? Namba 1 ni network kubwa sana, kwa sababu UDSM ina wanafunzi mbalimbali sio tu Tanzania, hata nje ya Tanzania wanakuja kusoma UDSM. Lakini namba 2, location yake ni Dar es Salaam. Tambua kuwa Dar es Salaam kuna fursa mbalimbali. Kwa hiyo hata kama mwanafunzi unasoma, unaweza ukafanya mishe zako nyingine, kwa sababu tusidanganyane, mji au jiji lenye fursa hapa Tanzania zaidi ni Dar es Salaam. Dar es Salaam kuna opportunities nyingi zaidi ya sehemu nyingi hapa Tanzania. Lakini degree yake inaheshimika sana Tanzania. Nikihitimisha, tuangalie changamoto ya kusoma Dar es Salaam ni nini, au changamoto ya kusoma vyuo ambavyo vinapatikana maeneo ya Dar es Salaam ni nini? Maisha ya DSM au maisha ya Dar es Salaam yanaweza kuwa ghali kwa baadhi ya wanafunzi. Kwa hiyo namshauri kijana akiwa anataka kusoma chuo aangalie location ambayo itakuwa affordable kwake. Lakini tambua kuwa
hakuna kitu kinaitwa